Waziri wa Madini Anthony Mavunde amesema katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, wizara kwa kushirikiana na mamlaka nyingine za serikali imefanikiwa kukamata madini ya aina mbalimbali yenye thamani ya shilingi bilioni 3.31. Rais wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUCTA Tumaini Nyamhokia amewataka waajiri nchini kutekeleza amri ya nyongeza ya kima cha chini cha mishahara kwa wafanyakazi wa sekta binafsi. Mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania imezindua rasmi kampeni ya upigaji kura kwa ajili ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kushindania tuzo ya World Travel Awards katika kipengele cha African Leading Airport 2026. Na Mahakama Kuu ya Kenya imeanza kusikiliza kesi ya kihistoria iliyowasilishwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua akitaka kubadilishwa kwa uamuzi wa kumwondoa madarakani. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Upendo TV Habari. Jina langu ni John Pazia, nitakuletea habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali, na hapo baadaye utakujia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Tuanzie kanda ya kati, makao makuu ya nchi Dodoma. Waziri wa Madini Anthony Mavunde amesema katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026, wizara kwa kushirikiana na mamlaka nyingine za serikali imefanikiwa kukamata madini ya aina mbalimbali yenye thamani ya shilingi bilioni 3.1 ambayo yalipangwa kutoroshwa nchini. Waziri Mavunde amesema hayo bungeni jijini Dodoma wakati akiwasilisha bajeti ya Wizara ya Madini kwa mwaka wa fedha 2026/27, ambapo ameomba kuidhinishwa kiasi cha shilingi bilioni 174.98 kwa ajili ya matumizi ya wizara hiyo. Ameeleza kuwa mafanikio ya kukamatwa yametokana na operesheni zilizofanyika katika matukio 55 kwenye baadhi ya mikoa ya kimadini nchini, ambapo madini yote yaliyokamatwa yatataifishwa na serikali, huku watuhumiwa wakifikishwa kwenye vyombo vya sheria ili kuchukuliwa hatua stahiki. Madini yaliyokamatwa yalitaifishwa na serikali na watuhumiwa walifikishwa kwenye vyombo vya sheria. Ni rai yangu kwa wachimbaji na wafanyabiashara wote wa madini kuzingatia sheria za nchi kuhusiana na biashara ya madini. Mheshimiwa Naibu Spika, mapato ya fedha za kigeni yatokanayo na mauzo ya madini nje ya nchi yamekuwa kiimarika mwaka hadi mwaka. Mwaka 2025 thamani ya mauzo ya madini nje ya nchi ilikuwa ni dola za Kimarekani milioni 5.4 ikilinganishwa na dola za Marekani milioni 4.1 mwaka 2024, sawa na ongezeko la 31.1%. Kuhusu uendeshaji wa minada ya madini na vito, Mavunde amesema serikali inalenga kuimarisha uendeshaji ili kuongeza uwazi na tija katika biashara ya madini, huku ikiwekeza zaidi katika tafiti za kina zitakazosaidia kugundua na kuendeleza rasilimali mpya za madini. Katika kusimamia ushirikishwaji wa Tanzania kwenye sekta ya madini, Tume ya Madini itaendelea kutekeleza na kuhakikisha kuwa kampuni zinazomiliki leseni za madini zinanunua bidhaa na huduma zinazopatikana hapa nchini. Aidha, tume itaendelea kutangaza orodha ya huduma na bidhaa zinazotakiwa kutolewa na kampuni zinazomilikiwa na Watanzania kwa 100%. Vile vile tume itaendelea kusimamia wamiliki wa leseni za madini nchini kutimiza takwa la uwajibikaji kwa CSR. Mheshimiwa Naibu Spika, ni marufuku kwa mtu yoyote ambaye si Mtanzania kusambaza bidhaa au huduma zilizotangazwa kufanya na Watanzania kwa 100%. Katika hatua nyingine, waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omari amesema serikali kupitia Benki Kuu ya Tanzania imekuwa ikichukua hatua mbalimbali kuhakikisha huduma za miamala ya fedha kwa mitandao ya simu zinapatikana kwa gharama nafuu kwa kupunguza gharama za miamala ya kielektroniki, kuimarisha miundombinu ya mifumo ya malipo na kuweka mazingira rafiki ya kisera na kikanuni. Akijibu swali la mbunge wa Kinondoni Tarimba Abbas aliyetaka kujua sababu za serikali za kutokutoa bei elekezi kwa makato ya huduma za mobile money ili kuwapunguzia gharama wananchi, amefanua mwaka 2025 Benki Kuu ya Tanzania ilipunguza gharama za miamala ya kutuma fedha kidigitali, ikiwemo kuhamisha fedha kutoka simu kwenda akaunti za benki na kutoka benki kwenda simu. Ukituma unakatwa fedha, ukipokea unakatwa fedha.
mwananchi hana unafuu. Swali langu, kwa nini kusiwepo na bei elekezi? Hilo ni swali la kwanza, kutoka Benki Kuu kuweka kikomo kama walivyoweka kikomo kwenye huduma za benki na simu. Swali la kwanza. Swali la pili ni kwa nini serikali isifikirie kuondoa angalau upande mmoja, kwamba ukituma unaweza ukakatwa, lakini wakati wa kupokea wapokee bure wananchi, ili fedha ziweze zikazunguka na kuwasaidia ndugu zetu wananchi kuondolea mzigo. Mheshimiwa Naibu Spika, asante sana. Benki Kuu imeendelea kutoa mwongozo na imetoa mwongozo wa ada hizi ambazo zinachajiwa na kampuni za simu kwenye huduma za mobile service. Imetoa mwongozo mwaka 2024, imesisitiza kuwekwa kwa uwazi na disclosure. Kwa hiyo kila mtoa huduma wa fedha za malipo ya fedha analazimika kuweka bei ambazo atazichaji ambazo anazitumia kwenye huduma za kutuma na kutolea pesa. Na vile vile Benki Kuu imeweka kiwango cha ulinganisho, kimeweka kwenye poto, lakini vile vile imeweka na kiwango cha ulinganisho wenyewe wanaita price comparator, ambayo inasaidia watumaji na watoaji wa huduma kuweza kuona zile chaji zenyewe. Kwa hiyo kwenye ukomo hakujawekwa, lakini kumetolewa mwongozo wa namna ya kuweka charges mbalimbali. Swali la pili la Mheshimiwa Tarimba, lile la kuondoa upande mmoja, Mheshimiwa, tulichukue, lakini kwa sasa hivi bado hakuna mtumaji na mtoaji vile vile wanachajiwa, sababu wote wawili wanapata huduma kwa sasa mpaka sasa hivi. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee nyanda za juu kusini mkoani Njombe. Rais wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUCTA, Tumaini Nyamhokia, amewataka waajiri nchini kutekeleza amri ya nyongeza ya kima cha chini cha mishahara kwa wafanyakazi wa sekta binafsi kama inavyofanywa na serikali. Nyamhokia ametoa kauli hiyo alipotembelea banda la ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Ajira na Mahusiano katika maonyesho ya wiki ya usalama na afya mahali pa kazi yanayoendelea mkoani Njombe, kuongeza kuwa serikali ilitangaza kima hicho cha chini cha mishahara ambacho kimeanza kutumika mwezi Januari mwaka huu, ambapo hadi sasa takwimu zinaonyesha ni takriban 80% tu ya waajiri katika sekta binafsi wameanza kutekeleza. Akiwa katika banda hilo, Nyamhokia alipokea maelezo ya elimu zinazotolewa ikiwemo elimu ya huduma za ajira, kinga ya jamii, sheria za kazi nchini, pamoja na mahusiano baina ya serikali na makundi ya kijamii yanayojumuisha taasisi za dini, mashirika yasiyo ya kiserikali, wadau wa siasa na asasi za kiraia. Mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania imezindua rasmi kampeni ya upigaji kura kwa ajili ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kushindania tuzo ya World Travel Awards katika kipengele cha African Leading Airport 2026. Akizungumza katika hafla hiyo jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mkuu wa TAA Abduli Mambokaleo amesema kwamba uwanja huo kwa sasa umeboreshwa na una uwezo mkubwa wa kuhudumia miruko mingi zaidi ya awali, ambapo kwa sasa inaweza kusafirisha zaidi ya abiria milioni 3 kwa mwaka, jambo linaloweka katika nafasi ya juu ya ushindani wa kimataifa. Airport haiwezi kuwa airport kwa kuhudumia TAA peke yake. Airport inategemea airline, inategemea mtu wa afya, inategemea mtu wa uhamiaji, inategemea mtu wa kodi, TRA na wadau mwingine mbalimbali. Kwa hiyo niseme kwamba sifa hizi ni za kwetu sote, kwa hiyo tuzibebe kwa umoja wetu. Ndugu zangu, kutokana na jitihada zetu za pamoja na ufanisi wa huduma unaoendelea kuonekana Julius Nyerere, shirika linaloratibu World Travel Awards limeona kiwanja hiki kinastahili kushindanishwa kwa mara nyingine tena katika tuzo za mwaka 2026 kama kiwanja bora duniani. Mkurugenzi wa uwanja huo Betha Bankwa amewataka Watanzania kujitokeza kwa wingi katika upigaji wa kura kupitia tovuti rasmi zilizotangazwa mitandaoni na kusisitiza kuwa uwanja huo unakidhi vigezo vyote vinavyohitajika kushindania tuzo. Kwa safari yetu hii ambayo tunaianza tena katika kuendelea kuikumbusha dunia na kukumbusha wananchi ni jambo gani ambalo tumefanya na kuendelea kuipaisha sekta ya usafiri wa anga, hasa katika kuimarisha viwanja vya ndege, na tuwaonyeshe tena kwamba sisi Julius Nyerere sio wa mchezo na tunaweza na tunastahili na ni haki yetu. Lakini pia tukiendelea kuwashukuru wananchi ambao last time walitupigia kura
na tukaweza kupata tuzo ile, na sasa hivi tena ambao wanaenda tena kutupa kura na kupata tuzo hii. Lakini pia kuwatoa wananchi wasiwasi kwamba tuzo hii hatuipati tu kwa sababu ya kura, tunaipata kwa sababu tunastahili. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limewakamata watu 37 kwa tuhuma za makosa ya kimtandao, ikiwemo kutoa vitisho na kutumia lugha chafu mtandaoni, hatua ambayo imeelezwa kuwa ni sehemu ya juhudi za kuimarisha usalama wa kidigitali katika jiji hilo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo na kamanda polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Jumanne Murilo, watumiwa hao wamekamatwa Aprili 2026 katika eneo la Ubungo kufuatia operesheni maalum iliyotegemea taarifa kutoka kwa wananchi na wadau wa usalama, ambapo baadhi yao wamebainika kuwa wafanyakazi wa kampuni zinazotoa huduma za mikopo kwa njia ya mtandao. Watuhumiwa wale ambao wanajihusisha na matusi na kashfa waliokamatwa ni pamoja na Renatus Mjwahuzi maarufu kama Migeyo, mkazi wa Mbezi Beach, lakini yupo Odila Oswin Ngunga, mkazi wa Goba, yupo Teresia Bratius Kanu, mkazi wa Mtoni Kijichi, wakiwa na wenzao 34. Hawa hatua zaidi za kisheria, ikiwa ni pamoja na kuwapeleka kwenye mamlaka za kisheria, zitachukuliwa. Na kati ya mwezi Machi hadi Aprili mwaka huu wa 2026, baadhi ya watuhumiwa waliokamatwa na kufikishwa kwenye mifumo mingine ya kisheria na wakapatikana na hatia ni pamoja na Hashim Kasim Duma, huyu ni mkazi wa Kimara ambaye amehukumiwa na mahakama ya wilaya ya Ubungo kifungo cha maisha jela kwa kosa la kulawiti. Haya ni makosa ambayo ni mabaya kabisa ya kikatili ambayo jeshi la polisi kwa kushirikiana na mamlaka zingine za kisheria wamekuwa wakishughulika nayo. Pamoja na hayo, polisi kanda maalum ya Dar es Salaam wamesema wanaendelea na hatua za kisheria dhidi ya watuhumiwa hao, huku wakisisitiza dhamira yao ya kudhibiti vitendo vya kihalifu mtandaoni vinavyoathiri ustawi wa jamii na usalama wa raia, kutoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za vitendo vya kihalifu ili viweze kufanyiwa kazi kwa haraka na wahusika kufikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria zilizopo nchini. Kwanza ni kuendelea kutoa taarifa mbalimbali ili tuweze kuzuia vitendo vya kihalifu. Lakini pili, tunawataka wananchi ambao wamekuwa wakitoa taarifa zinazohusiana na makosa ya kijinai waweze kufika kwenye vyombo vya kisheria, ikiwa ni pamoja na mahakama, waweze kutoa ushahidi wao mahakamani. Na mwisho, sisi jeshi la polisi tumeendelea kusisitiza katika mifumo yetu kujenga tabia za maadili ya kazi zetu za kutoa siri za watu wanaotoa taarifa kwenye vituo vyetu vya polisi, lakini kushughulika na mashauri yanayofikishwa kwenye vituo vyetu kwa weledi na kuhakikisha kwamba yanafikishwa kwenye vyombo vingine vya kisheria ili hatua zingine za kisheria ziweze kuchukuliwa. Kwa hiyo makosa ya unyang'anyi kwenye takwimu ambazo nimezieleza hapa yamepungua. Makosa ya unyang'anyi wa kutumia nguvu yamepungua. Makosa pia haya ya ukatili dhidi ya watoto yamepungua, lakini yanapungua pale tu wananchi wanapotoa ushirikiano wa kuzitoa taarifa mapema, lakini kukubali kwenda kutoa ushahidi mahakamani ili mifumo hii ya haki jinai iweze kufanyika vizuri kama inavyotakiwa. Tukisalia katika jiji la Dar es Salaam, waziri wa kazi na uwekezaji wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Sherif Ali Sherif, ametoa wito kwa Watanzania na wadau mbalimbali wa uwekezaji kutoka ndani na nje ya nchi kushiriki katika tamasha la uwekezaji litakalofanyika Zanzibar lenye lengo la kukuza mashirikiano katika nyanja mbalimbali, kupanua wigo wa uchumi na kufikia malengo ya dira ya maendeleo. Waziri Sherif ametoa wito huo wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, huku akibainisha kuwa tukio hilo la kimataifa litafanyika kuanzia Juni 3 hadi 5, 2026 na linatarajia kufungua fursa za uwekezaji na kupata uzoefu kutoka mataifa mengine. Tamasha hili limebeba kauli mbiu isemayo Promoting Investment Diversification for Sustainable Development in Zanzibar, Shaping Zanzibar's Next Growth Story. Kauli mbiu hii inakisi dhamira ya Zanzibar na ile ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kupanua wigo wa uchumi na kuharakisha maendeleo jumuishi.
Ndugu waandishi wa habari, tamasha hili linatarajiwa kufunguliwa rasmi na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ikiwa ni ishara ya dhamira thabiti ya serikali katika kuunga mkono maendeleo yanayoongozwa na sekta binafsi pamoja na ushirikiano wa kimkakati katika uwekezaji. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA, Gilad Teli, amesema tamasha hilo linafungua milango ya uwekezaji na kukuza uchumi sambamba na kuimarisha mahusiano na kutoa rai kwa kila mmoja kuona umuhimu wa kushiriki. Mwekezaji si mgeni tu. Mwekezaji ni Mtanzania. Ndio maana tuko hapa. Press conference ya kwanza ambayo Mheshimiwa Waziri ameifanya sio Kenya, sio Uingereza, sio China, sio Japan. Ameifanyia hapa Dar es Salaam kwa sababu walengwa wetu namba moja wa uwekezaji ni wa Tanzania. Na katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, lengo limekuwa kuongeza mara zote wawekezaji wa ndani. Ushirikiano kati ya taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete JKCI na Israel kupitia shirika la Save a Children's Heart Search umeendelea kuleta mageuzi makubwa katika huduma za moyo kwa watoto nchini Tanzania kwa kupunguza kiwango kikubwa rufaa za wagonjwa kwenda nje ya nchi, jambo linalosaidia kupunguza gharama kwa familia nyingi. Akizungumza wakati wa ziara ya balozi wa Israel nchini Tanzania, Gideon Behari, mkurugenzi wa tiba shirikishi wa JKCI, Dr. Naizihinjwa Majani, ameeleza kuwa uwekezaji wa serikali na msaada wa washirika wa kimataifa umeweka Tanzania katika nafasi ya kipekee barani Afrika kwa kutoa huduma za kibingwa za moyo. Wenzetu wa Israel ndio walikuwa kinara kutusomeshea madaktari wetu wa mwanzo kabisa wa madaktari wa magonjwa ya watoto ya moyo, na wamekuwa kiendelea kuwa pamoja nasi kuangalia ukuaji wetu na mpaka hapa tulipofika, na bado wako pamoja nasi kuendelea kutuunganisha kati yetu sisi na nchi nyingine za Afrika ambazo zinaanza hizi huduma za moyo. Kwa sisi kama Jakaya Kikwete tumefarijika sana kuwa na balozi hapa ambaye amekuja kujionea mwenyewe kabisa kazi ambayo inafanyika, na ametembelea sehemu mbalimbali za hospitali, na kama ambavyo mmemsikia amevutiwa sana na huduma na uwekezaji ambao umefanyika hapa katika taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete. Na kwa kuangalia haya mahusiano, amesema ni mahusiano ambayo yanapaswa kuigwa. Balozi Behari amebainisha kuwa mahusiano ya muda mrefu kati ya Israel na JKCI yamekuwa na manufaa makubwa kupitia Search na ni mfano bora wa kidiplomasia ya afya unaojenga urafiki wa mataifa huku ukileta matokeo ya moja kwa moja kwa jamii. Ninafurahi sana kwa kuwa hapa katika JKCI kwa kufanya visit lakini iko uhusiano mzuri sana katika hospital hii JKCI na organization Save a Child's Heart katika Israel. Uhusiano mrefu sana na urafiki mrefu sana. Iko pia uhusiano mzuri katika Israel na Tanzania na urafiki mrefu, urafiki ya kihistoria kwa Watanzania, wa Israel, serikali ya Tanzania na serikali ya Israel. Kama balozi wa Israel katika Tanzania, mkuu wa kitengo cha upasuaji wa moyo wa watoto Dr. Godwin Shorau ameongeza kuwa madaktari na wauguzi wengi wa JKCI wamepata mafunzo nchini Israel kupitia Search, na mafunzo haya yameongeza ujuzi na uwezo wa kitaalamu, na sasa Tanzania inajivunia timu ya madaktari bingwa wanaoweza kufanya upasuaji wa moyo kwa watoto kwa ufanisi mkubwa ndani ya nchi. Mahusiano katika taasisi yetu ya Jakaya Kikwete na organization ya Save a Child's Heart kutokea nchini Israel yameanza muda mrefu. Madaktari, nurses na wafanyakazi wengine wa afya wanaohudumia eneo la watoto, kuwapa huduma watoto, wengi wamepata fursa hiyo ya kusoma na kujifunza taaluma zao nchini Israel. Na katika hii taaluma tuliweza kurudi nyumbani tukatengeneza kitengo hichi ambacho kwa sasa hivi kinafanya kazi vizuri.
kukutana na kuungana na wenzetu waliokuwa wamesoma katika nchi tofauti ikiwepo India na China na wengine ambao walikuwa wamesoma hapa nyumbani kutengeneza kitengo hicho ambao kwa sasa kinafanya kazi nzuri sana. Ziara Balozi Behari imehitimishwa kwa kutembelea vyumba vya upasuaji, wodi za wagonjwa, kliniki na maabara ya kisasa inayotumia teknolojia ya roboti kupima sampuli mbalimbali na kujionea kwa karibu namna JKCI inavyotumia teknolojia ya hali ya juu kuboresha huduma za moyo. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee kaskazini mwa Tanzania mkoani Arusha. Utafiti umebaini kuwa zaidi ya 52% ya mazao yanayovunwa shambani, hasa mazao ya mboga mboga, yanapotea kabla hayajamfikia mlaji kutokana na sababu mbalimbali kama uharibifu, kuoza, kushambuliwa na wadudu au kukosa uhifadhi sahihi kabla ya kufika sokoni. Mwandishi wetu kutoka Arusha ana taarifa zaidi. Hayo yamebainishwa na afisa biashara mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara Ramadhan Sizia wakati wa mkutano wa Afrika Mashariki wa kujadili namna bidhaa za kilimo ekolojia zinavyoweza kupenya kwenye masoko ya ndani na nje ya nchi. Tuligundua kwamba sasa hivi kuna upotevu wa mazao baada ya mavuno umekuwa ni mkubwa sana. Yaani post harvest loss imefikia 52% sasa hivi. Yaani ukivuna vitu vyenye 100%, 52% havimfikii mlaji, vinapotea. Nyinyi wenyewe mtakuwa ni mashahidi. Ukienda kule Iringa watu wanavuna nyanya, wakaenda kuuza barabarani, jioni ikifika nyanya wanatupa pale nyanya, wanaenda kuchukua zingine kesho watakuja kuuza. Zile zingine wanaziacha pale kwa sababu uhifadhi ni hafifu na haupo kabisa. Lakini sisi kama wizara sasa hivi tumegundua na tunahamasisha masuala ya vyumba baridi, ile tunaita cold rooms, ili kuweza control post harvest loss. Sababu sasa hizi kuna ushindani mkubwa wa bidhaa za sekta ya kilimo kutoka ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini kikubwa zaidi hata kutoka nje ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nilitoa mfano wa vitunguu saumu. Ukienda sokoni kuna vitunguu saumu vingi sana. Ukienda kwenye supermarket vipo vya kutoka Tanzania sio vingi sana. Vilivyo vingi ni vya kutoka nje ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Actually vinatoka China. Vinauzika, vinapendwa, lakini ukiangalia kwa umakini ni masuala ya ubora tu. Kwa upande wake Daudi Manongi kutoka mtandao wa Bioanuwai Tanzania Tabio pamoja na mkurugenzi wa shirika la Seatini la nchini Uganda wanaeleza lengo la kuwakutanisha wadau hao wa kilimo ambao wanajadili changamoto za bidhaa za kilimo ekolojia kushindwa kuyafikia masoko. Tumeandaa mkutano wa wadau wa Afrika Mashariki kuhusiana na namna ambavyo bidhaa za kilimo ekolojia zitaweza kupenya kwenye soko la ndani na soko la nje, nyanja ya Afrika Mashariki pamoja na Afrika ya Kati na masoko ya dunia. Kwa kiasi kikubwa ni kwamba changamoto iliyopo ni kwamba nchi za Afrika Mashariki tayari nyingi zimeshakuwa na miongozo mbalimbali ya kilimo ekolojia. Tanzania tuna mwongozo wa kilimo ekolojia unaitwa National Ecological Organic Agriculture Strategy wa mwaka 23 mpaka 2030 ambao umejikita katika kuelezea juu ya namna ambavyo bidhaa za kilimo ekolojia zinaweza kuzalishwa na kuingia masokoni, lakini pia kuwawezesha wakulima kufikia ubora wa hizo bidhaa za kilimo ekolojia kuzalishwa. Because today you find agroecological products in small markets, but what we want is to make sure that agroecological products are verified, they are certified, they are documented, and they are sold in markets, and they are sold even outside in those international markets. Mgetila ni mkulima wa kilimo ekolojia, anaomba mamlaka zinazohusika zithibitishe bidhaa zao ili waweze kupata masoko ya uhakika. Kwanza tunachokabiliana nacho kama wakulima ni ukosefu wa masoko. Masoko yamekuwa ni haba sana kulingana na kilimo ekolojia. Ukulima tunalima chakula kingi na kinapatikana kwa wingi, lakini sokoni hakijathibitishwa na mamlaka husika. Kwa hiyo ni changamoto kubwa ambayo tunayokabiliana nayo kama wakulima wa kilimo ekolojia. Turejee tena nyanda za juu kusini mkoani Njombe. Mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amesema mkoa huo umepanga kushirikiana na ofisi ya makamu wa rais na wizara ya maliasili na utalii ili kukabiliana na majanga ya moto yanayotokea mara kwa mara katika mashamba ya miti katika maeneo ya vijijini. Ametoa kauli wakati akiongea na wanamichezo
Kutoka Wizara, Idara, Taasisi za Umma na Binafsi katika zoezi la upandaji miti kupitia kampeni maalum inayojulikana kama 27 ya kijani mti wa mama katika tukio linalofanyika katika ofisi za makao makuu ya mkoa huo. Amesema matukio ya majanga ya moto katika mkoa huo yamekuwa yakijitokeza mara kwa mara, hivyo kusababisha hasara kubwa kwa wawekezaji, wafanyabiashara na wananchi wanaojihusisha na biashara ya mazao ya miti ikiwemo mbao na nguzo za umeme. Amesema kufuatia hali hiyo, serikali na sekretarieti ya mkoa huo imepanga kushirikiana na ofisi ya makamu wa rais na Wizara ya Maliasili kwa ajili ya kuandaa kampeni ya elimu kwa umma ili kuelimisha wananchi wa maeneo ya vijijini namna bora ya kukabiliana na majanga ya moto. Tunaangalia namna ya kushirikiana na wizara, ofisi ya makamu wa rais mazingira, lakini na Wizara ya Maliasili na Utalii na ofisi ya TFS, kwa namna ambapo kwa pamoja tutaweza kushirikiana na wakulima wa miti na wananchi wetu kwenye vijiji katika kupunguza janga la moto. Kwa moto kwetu sisi ni hasara kubwa sana, na tumeenda kwenye kushirikiana na taasisi kama Panda Miti Kibiashara kuwaelimisha watendaji wa vijiji, wenye viti wa vijiji, kamati za moto kwenye vijiji tulikuwa nazo ili kukabiliana na majanga ya moto na wananchi kuwa na uelewa. Unaweza kuvuta sigara ukarusha kipisi cha sigara, madhara yake ujikuye kwamba kutoka kipisi cha sigara unatengeneza hiki mtano. Watu wetu na moto hapa, makaa yanapita hapa na makaa ya mawe. Makaa mawe yakianguka yanatoa zile cheche za moto. Sasa kwa bahati mbaya ikitoa cheche na imeangukia pembezoni kwenye nyasi, moto unaanzia pale. Kwa kuna viashiria vingi ambavyo ipo ile ya kibinadamu ya makusudi ya kuoneana wivu. Kuna watu ambao ni wanakosa hekima tu. Mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya michezo Mei Mosi, Roslyn Masam, amesema kamati hiyo na michezo itaendelea kuunga mkono kwa vitendo juhudi za serikali katika masuala ya uhifadhi wa mazingira ikiwemo kushiriki zoezi la upandaji miti. Kwa ambao tumekutana na baridi nzuri ya kutosha. Asante. Neno langu ni kwamba tujitahidi kupanda miti, na tumepata ushauri mzuri pia wa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Tujitahidi kupanda miti ile ambayo ni ya matunda, ambayo tutapata kivuli, lakini pia tutapata lishe, lakini pia tutapata fedha kama tukipanda miparachichi. Wa klabu ya michezo ofisi ya makamu wa rais Mara Nyaisawa amesema ofisi hiyo imeshiriki zoezi hilo la upandaji wa miti ili kuhamasisha wanamichezo, huku mwenyekiti wa klabu ya michezo kutoka Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC, Fortunatus Patrick, akisema zoezi hilo la upandaji wa miti limekuja katika kipindi mwafaka kwa taasisi, hususan katika kipindi hiki ambapo inatimiza miaka 40 tangu kuanzishwa kwake. Sisi wanamichezo kutoka ofisi ya makamu wa rais tumeshiriki michezo hii ya Mei Mosi mkoani Njombe 2026, lakini pia kama moja shughuli kubwa ambayo tunatekeleza jukumu letu la ofisi ya makamu wa rais katika kuratibu masuala ya muungano, mazingira na uchumi wa bluu, tumeshiriki zoezi hili na kwa kushirikiana na wenzetu NEMC tumeratibu zoezi hili la upandaji miti katika ofisi ya mkuu wa mkoa, ambapo sasa inakuwa ni kielelezo kwa wanamichezo wote katika kutoka wizara, taasisi na mashirika mbalimbali ya serikali, kuwa mfano sasa kwamba huko wanakorudi majumbani kwao na maofisini kwao waendelee kupanda miti, waendelee kuhifadhi mazingira, waendelee kufanya usafi wa maeneo yao ili sasa kuadhimisha vizuri na kuleta matokeo chanya ya kampeni ya Mheshimiwa Rais ya kijani ya mama kwa miaka ijayo. Kama baraza tumeendelea na kampeni katika kuadhimisha miaka 40 ya Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC. Tumeendelea kuelimisha jamii ya Njombe, lakini pia wafanyakazi na wanamichezo wote walioshiriki mashindano haya kwa kuonyesha kwa mifano, kwa kushirikiana na wenzetu wa VPO na TFS tumekuja kupanda miti kwenye ofisi za mkuu wa mkoa hapa, lakini pia TFS wametupatia miti ya kutosha. Wafanyakazi walioko hapa wanaweza kuondoka na hii miti kwa ajili ya kurudi nayo mikoani kwa ajili ya kuipanda kama sehemu ya uendelezaji wa uhifadhi na usimamizi wa mazingira. Tunaendelea kuasisitiza wananchi wa mkoa wa Njombe kwamba lazima watambue kwamba mazingira ni uhai. Bila mazingira maisha ya watu hayatokuwepo, maisha ya viumbe hayatokuwepo. Kwa tunaendelea kutoa elimu na kusisitiza umuhimu wa uhifadhi na usimamizi wa mazingira kwa faida ya kizazi hiki na kizazi kijacho. Zoezi hilo la upandaji wa miti limehusisha viongozi mbalimbali kutoka shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini TUCTA, kamati ya michezo ya Mei Mosi Taifa, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya maadhimisho ya sikukuu ya wafanyakazi duniani 2026 Mei Mosi yatakayofanyika katika mkoa wa Njombe, ikiwa na kauli mbiu kazi zenye staha ni nguzo endelevu katika utekelezaji wa dira 2050.
Viongozi wa dini wametakiwa kuandaa semina na vipindi vya mafunzo ya neno la Mungu vitakavyolenga kuwajengea waumini uwezo wa kuchambua na kutofautisha mafundisho sahihi ya neno la Mungu ambayo itawakinga dhidi ya upotoshaji unaweza kusababisha migawanyiko na kudhoofisha imani zao. Wito huo umetolewa na Askofu Peter Konki, askofu wa kanisa la Elim Pentekoste Tanzania, wakati alipokuwa kwenye mahafali ya kwanza ya chuo cha Biblia cha Trinity Biblical Institute kilichopo wilaya ya Siha mkoani Kilimanjaro. Amesema kuwa mafundisho potofu yamekuwa na nguvu na yanahubiriwa kwa juhudi kubwa, hivyo ni wajibu wao kukosoa pale wanapoona mafundisho yanayotolewa sio sawa katika jamii. Kusema, na unajua elimu potofu ina nguvu sana na inahubiriwa kwa nguvu kwa sababu ni uongo, wanakuwa na juhudi katika kusema. Sasa ni kuongeza juhudi katika jamii kwa kueleza ukweli tofauti ya kile kilichotangulia. Lazima ukosoe kilichoko, kwamba hiki kilichosemwa hivi, kwa sababu hutaji mtu unasema hiki kinachotajwa hivi ni kosa, ukweli wake sio huo, ukweli wake ni huu. Ndio nguvu ya mtu inasimama hapo. Wahitimu wapate nafasi ya kuandaa makongamano, semina, wawe tayari kutoa kile ambacho wamekipata, kwamba kina ubora kuliko kile ambacho wanaamini ni cha uongo kiko mitaani. Huwezi kubomoa kile kilichoko kama ulichonacho hakina nguvu kuliko kile ambacho kiko mtaani. Rais wa Trinity Forward Mission, Mchungaji Dax Mark, amewataka wachungaji hao kuhakikisha wanachagua kuhubiri neno la Mungu kwa uaminifu kuliko kuchagua mali, huku Mchungaji Werieli Mafie, mmoja wa bodi wa chuo hicho, akisema kuwa wanatarajia kutengeneza wachungaji wenye maarifa ya neno la Mungu. Ni nzuri kiasi gani kupata hekima ama maarifa, to get insight rather than silver. Kupata maarifa kuliko fedha. Indeed, what you have received, na ama kwa hakika kile mlichopokea, is more valuable than a Land Cruiser. Ni cha thamani kuliko gari ya Land Cruiser. Letu kwa sasa ni kuwa na viongozi bora, lakini kutengeneza kizazi cha wachungaji kama nilivyosema kwenye taarifa yangu, kutengeneza kizazi cha vijana na viongozi wenye maarifa, wenye mtazamo chanya, ambao watapita kwenye chuo hiki kwa ngazi ya degree na masters. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo ambayo ametupa za kugraduate masomo ambayo yalikuwa muhimu sana kwa ajili ya kutuimarisha na kutuwezesha zaidi katika ufahamu wa neno la Mungu, ili tuweze kupambana na elimu potofu ambazo zinahubiriwa na watu tofauti katika nchi yetu kwa ujumla, na hasa kanisa limekuwa katika hali ya changamoto ya kusumbuliwa na mafundisho potofu. Mimi nashukuru Mungu kwa kupata elimu kama hii tuliyoipata kwenye chuo chetu cha TBI kwa miaka minne, elimu ya Biblia, na imetujenga kuwa wachungaji wazuri ambao tunaweza kwenda kueleza ukweli wa neno la Mungu. Tunatamani kufundisha mafundisho mbalimbali ili kwamba haya mafundisho ambayo yamekuwa yakiwapoteza tuweze kuwafundisha, alafu wajitenge nayo. Baadhi ya wachungaji waliohitimu katika chuo hicho wamesema kuwa mafunzo walioyapata katika chuo hicho yamewajenga kikamilifu na kwamba wataenda kukabiliana na mafundisho potofu yanayohubiriwa katika jamii. Mimi ni Rehema Abraham, Upendo TV, Kilimanjaro. Na sasa tuelekee visiwani Zanzibar. Kiongozi wa timu ya 35 madaktari kutoka nchini China, Bao Xingtao, amesema nchi hiyo itaendelea kuimarisha ushirikiano uliopo baina ya serikali ya China na Zanzibar katika kutoa huduma za afya ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora. Akizungumza katika kambi ya matibabu iliyofanyika katika kijiji cha Jambiani, mkoa wa Kusini Unguja, Xingtao amesema kambi ya madaktari wa timu ya 35 kutoka China imeamua kuifikia jamii hii kutoa matibabu, hali inayopelekea wananchi hao kufurahia matibabu yanayotolewa. So we do the 100 team and 1,000 county, the free clinic for the local people. And at first,
we give the lecture to how to prevent and to take themselves from the malaria. China and Tanzania and Zanzibar government and Kwa upande wake daktari mfawidhi wa kituo cha afya cha Islan cha Jambiani Emmanuel Malombe amesema ni jambo jema kwa madaktari hao kuweza kuifikia jamii ya Jambiani, hali inayowafanya wakazi wa kijiji hicho kufurahia ujio huo, kwa sababu ni ujio ambao umegusa maisha ya kila mmoja katika kijiji chetu cha Jambiani, na ni kitu ambacho tumefurahia sana kwa sababu kila mmoja anapata ile afya ambayo anastahili, na pia tumewasogezea wanajamii huduma karibu nao. Na sana katika magonjwa ambayo tumegundua kuna ishu ya mtoto wa jicho ambao ni kitu ambacho nimekiona sana, kila wanakijiji wakija wakiangaliwa na daktari wa macho nakuta wana namba kubwa, kuna watu ambao wana mtoto wa jicho. Alafu pia kuna mambo ya pressure, kuna mambo ya sukari pia na wanawake. Kwa hizo ni sekta ambazo tumekuta na namba kubwa ya wagonjwa. Nao wagonjwa waliopatiwa matibabu hayo wameshukuru Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya kwa kuwaleta madaktari hao na kuweza kuwapatia huduma za matibabu. Kubwa sana kwa madaktari wetu ambao wametufikia hapa kwa ajili ya kutupa huduma, na kwa kusema kweli huduma wanatoa nzuri sana na tumeridhika na huduma zao. Nawaambia wananchi walio majumbani, tukipata fursa kama hii tuitumie, kwa sababu sasa hivi watu wengi wamekaa majumbani kwao kwa kuamini bado ni wazima wa afya. Kumbe ukija hapa ndio unapata kutambua afya yako iko vipi. Kama mimi nimekuja hapa kupima afya zangu, nimejua moyo wangu vipi, sukari yangu iko vipi, nimejua, lakini sijaugua sukari, isipokuwa nakuja kuhakikisha kama nina sukari iko vizuri, na alhamdulillah Mungu kanijalia sukari iko vizuri. Wale walikuwa majumbani wasiogope kuja katika mimi, kwa sababu fursa yenyewe ni ya bure. Sio kama unalipia kitu, dawa bure, matibabu bure, madaktari wetu wanafanya kazi vizuri sana hawa. Wachangamfu, wanatuhudumia vizuri, ni watu ambao ni watu wazuri kabisa, hawana matatizo. Kuja hapa kufuata huduma, nimepata taarifa kwamba kuna kuja madaktari wa Kichina. Kwa hiyo nimekuja hapa nimefuata huduma. Nashukuru nishahudumiwa, nimemleta mtoto wangu. Tunatoa shukrani. Asanteni sana. Aidha, madaktari hao wametoa elimu ya chanjo kwa jamii sambamba na elimu ya kujikinga na malaria na kuitaka jamii kuchukua tahadhari kubwa kujikinga na ugonjwa huo. Tupate mapumziko mafupi, kisha nitakaporejea nitakuletea habari za kimataifa. Mimi ni John Pazia.